Okay, ladies and gentlemen, ni Ijumaa Kuu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yes, kwa mujibu wa imani ya Kikristo, Ijumaa Kuu ndio msingi mkuu wa imani ya Kikristo. Ijumaa Kuu, siku yenye uzito mkubwa kiroho kwa Wakristo, hasa katika kanisa Katoliki. Hebu tupige stori kali zinazogusa moyo, zinazopendwa sana kuelekea siku hii takatifu. Ijumaa Kuu, kitu cha kwanza tunatakiwa tujue kwa ni safari ya mwisho ya mfalme wa amani, Yesu Kristo. Hii ni moja ya simulizi zinazogusa moyo zaidi, safari ya mateso ya Yesu Kristo kuelekea msalabani. Alibeba msalaba wake mwenyewe, akipitia njia ya mateso huko Yerusalemu, huku akiziakiwa, akipigwa na hatimaye kusulubiwa. Ndani ya kanisa Katoliki, safari hii ya mwisho huazimishwa kupitia njia ya msalaba inayojulikana duniani kote kama Station of the Cross. Hatua 14 zinazoonyesha mateso yake. Pia siku ya Ijumaa Kuu tunaenda kuangalia pia ni siku pia ya usaliti wa Yuda Iskariote. Simulizi hii ya usaliti wa Yuda Iskariote inaonyesha upande wa giza wa ubinadamu. Rafiki wa karibu wa Yesu, Yuda Iskariote, mhasibu wa Yesu Kristo. Yuda Iskariote alimsaliti rafiki yake Yesu Kristo kwa vipande 30 vya fedha. Hapa tunapata funzo kubwa sana, kwa wakati mwingine maumivu makubwa hutoka kwa watu wa karibu zaidi. Ijumaa Kuu inatueleza bustani ya Getsemane, ambayo kwenye hiyo bustani ya Getsemane, kama tunavyofahamu, ndipo maombi ya mwisho ya mfalme wa amani aliyaomba katika bustani hiyo. Kabla ya kukamatwa, Yesu aliomba kwa uchungu mkubwa mno katika bustani ya Getsemane, na almanusura angeweza kubadilisha maisha, kwa sababu kwa mujibu wa imani ya Kikristo, mission ya Yesu Kristo mfalme wa amani ni kuja duniani, kuzaliwa, kuishi, zeni afe ili aweze kuwakomboa wanadamu. Hakukuwa na shortcut nyingine yoyote ile ambayo ingefaa kuiondoa ile mission, kwa sababu hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo limokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na hii ndio mission ya Yesu Kristo kuja duniani. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiwa jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu,
bali kwa mapenzi ya Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yes, na hii ndio mission ya Yesu Kristo kuja duniani. Kwa hii ndio mission, kuwa anakuja, amezaliwa, anaishi, then aondoke. Hii ndio mission, strong mission, moja kati ya mission ngumu zaidi katika historia ya dunia. Ni hii mission ya mfalme wa amani Yesu. Lakini pia siku ya Ijumaa Kuu, ladies and gentlemen, ni siku ambayo tunaenda kuangalia mfalme wa amani katika pale maombi yake na bustani ya Getsemani, maombi ya mwisho. Alisema kabisa, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kwa mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Maanake ombi hili lingejibiwa, maanake mission ya Yesu Kristo mfalme wa amani ingebadilika kabisa. Maana mission yake ilikuwa ni lazima afe kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Kwa aliposema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kwa mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Hapa ndipo tunaona unyenyekevu na utiifu wa hali ya juu kwa Mungu. Yesu alikuwa na uwezo wa kuepuka hicho kikombe, lakini aliomba unyenyekevu, kama Trinity inavyotufundisha. Trinity, fundisho ya umungu, mafundisho ya umwilisho. Trinity. Kwa Yesu alikubali kutoa mwili akakaa kwetu, then akakaa kwetu. Kwa Trinity inaeleza wazi kabisa katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14, ambapo anaposema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa fundisho takatifu kabisa la Trinity napata nguvu kabisa katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14, huku ukipatiwa nguvu zaidi kwenye sura ya 1 mstari wa 1 pia. Kwa hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa tunaweza kuona Trinity inapata nguvu hapa. Kwa alikuwa na uwezo wa kuepuka hicho kikombe, lakini aliomba ili connection team, maana ni sehemu ya umungu. Kwa ili hiyo mission itimie, ili yeye aweze kujiondoa kwenye hiyo mission, ili mlazimu aweze kutoka, aweze kushawishi nguvu zingine ziweze kuungana na yeye ili aweze kuiondoa kwenye hiyo mission. Then tunakuja kuona kwa siku ya Ijumaa Kuu ni siku ya hukumu ya kuonyesha Pilato. Pilato alijua kabisa kwa Yesu ana hatia, lakini alisalimisha haki kwa shinikizo la umati. Kauli yake maarufu siku hiyo, Pilato hakimu wa Kirumi, kiongozi wa Kirumi, alisema, niwaachie huru Baraba au Yesu? Watu wakachagua Baraba ambaye alikuwa ni mnyang'anyi, Baraba ambaye alikuwa ni mbaya sana. Kwa hapa tunapata funzo kwa jamii inaweza kuamua vibaya hata mbele ya ukweli. Then siku hiyo ya Ijumaa Kuu, kitu muhimu kingine ni kusulubiwa. Siku hiyo naenda kushuhudia sadaka ya upendo, siku ya kusulubiwa
kwa mfalme wa amani. Hii ndiyo kilele cha Ijumaa Kuu, Yesu kusulubiwa pale Golgotha msalabani. Lakini maneno yake ya mwisho yanagusa moyo, ni maneno ambayo yanagusa moyo hadi hii leo. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hapa tunaona msamaha wa kweli aliotoa Yesu, pendo usiokuwa na masharti uliotolewa na Yesu, dhabihu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Yesu mfalme wa amani, siku ya Ijumaa Kuu anasulubiwa. Then tunajua umuhimu wa Ijumaa Kuu kwa Wakristo. Ijumaa Kuu ni msingi wa imani ya Kikristo duniani kote. Ni siku ya tohara ya dhambi kupitia sadaka ya Yesu. Hakuna Ukristo bila kuwa na uhakika wa msamaha wa dhambi. Ijumaa Kuu pia ni siku ya kutafakari maisha na matendo yetu. Siku ya Ijumaa Kuu ni siku ya ukimya, silence day, siku ya sala na ni siku ya toba. Kwa mtazamo wa kipekee, Ijumaa Kuu si siku ya huzuni tu, ni siku ya mapinduzi ya kiroho. Ni pale ambapo maumivu yanageuka kuwa wokovu na kifo kinakuwa daraja la uzima. Ijumaa Kuu msingi wa imani ya Kikristo duniani kote.